Mzee wa Mashuka, leo mmetepeta ugenini dhidi ya Al Ahly. Mimi kwangu mimi siwezi nikasema kwamba tumetepeta. Mimi kwa mechi ya leo na kufungwa kwa leo kunanipa nguvu kwa ajili ya mechi ya marudiano. Kwa nasema kwamba Guantanamo watakuja kueleza hizi goli walizipata-pataje. Guantanamo Zanzibar watakuja kueleza hizi goli walizipata-pataje. Wewe hujaona walivyozipata-pata? Makosa madogo yamepata kutuadhibu. Nasema hivi, makosa tuliyoyafanya nao watakuja kufanya makosa na tutawazibu vile vile. Kwa nasema kwamba haijaisha mpaka ishe. Wewe ukiangalia unaona kama nafasi ya Young Africans, yani sio kusema kwamba nikiangalia, yani nafasi ya Yanga bado ipo, kwa sababu ukiangalia na pointi 4 bado nina nafasi na nimebakiza na mechi 3. Kwa hiyo na maana kwamba kwa vyovyote vile Yanga lazima aende robo finali. Yani kwa vyovyote vile robo finali tunaenda. Umezidiwa wapi leo? Leo hatujazidiwa sehemu yoyote ukiangalia kwa foka. Sawa tumefungwa. Kufungwa sio kusema kwamba ndio umezidiwa. Ujue ukifungwa, ujue sometimes wengi wao wanasema kwamba mtu akifungwa kazidiwa. Yanga haijazidiwa. Ila sema ni vimekosa vidogodogo tu ndio vimetuadhibu. Kwa hiyo tutasema kwamba yani ujue sometimes ukisema kwamba tumezidiwa ina maana kwamba Yanga hajacheza mpira. Lakini ukiangalia kwamba tuna on target kibao kuliko wao. Lakini sio magoli. Sawa magoli so magoli sawa, lakini ni mwanzo wa kupata goli. Yaani on target ni mwanzo wa kupata goli. Na ndio maana nimesema kwamba makosa tuliyoyafanya leo wakapata goli zao 2. Kwa sababu ukiangalia mpaka dakika 45 ilikuwa ni bila. Na maana hizo target ndio zinawafanya mnaamini kwamba Zanzibar mtakwenda na imani kwamba ndugu yangu Ayoma wananiloga wanasimba. Hapana. Wanasimba wananiloga. Yanga tunamwachia Mungu. Nadhani ndugu yangu Ayoma umezunguka na Yanga kila eneo. Toka kwenye hatua ya mtoano umeenda na Yanga kila inapoenda. Hujaiacha Yanga hata tone. Uko sahihi. Nadhani kwamba tulienda Malawi, tulifungwa goli 1. Kila moja likatia tamaa Yanga African Sports Club. Lakini tukasema kwamba haiishi mpaka aishe. Yani haiishi mpaka aishe. Tukasema kwamba haiishi mpaka iishe. Kwa hiyo tukasema kwamba watarudi Dar es Salaam, tutakuja kulipa kisasi. Na imani kwamba tukaje tukaamua goli 2, tukaingia kwenye hatua ya makundi. Kila mmoja hakuwa na imani kama Yanga atavuka, lakini nasema kwamba hii hapa robo finali lazima tuende. Ikitokea ujue wenzenu kesho kati ya wale wawili. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Kuna vitu wamevifanya na tumeshavihifadhi. Nyimbo zao walizoimba tumeshazihifadhi. DJ walivyompanga tumeshamuhifadhi naye. Kwa hiyo nasema kwamba kesho na imani panapo majaliwa tutakapokutana ndani ya mji wa Morogoro, wana Morogoro na waomba tukutane samaki. Tunaenda kulipa kisasi. Walichokifanya leo tunaenda kukilipa. Hata kama tutakuwa ni wachache, lakini vibe tutakaoleta kama Simba atacheza mpira kama wale waliocheza Yanga. Yani kwa sababu najua hawezi kucheza. Anaweza karuhusu akafungwa goli 5. Yani kama atacheza mechi kama leo, ila lakini nasema wana Morogoro tunaomba tukutane samaki.